Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa hii leo, maamuzi kutoka wekundu wa Msimbazi Simba juu ya mchezo wao wa fainali ya pili ambao inapaswa kuweza kupigwa hapa Tanzania. Kulikuwepo na mkanganyiko juu ya mchezo huu ukachezwe wapi, wengine wakitaka ukachezwe Amani Zanzibar, wengine wakisema wanataka uwanja wao wa Simba Sport Club ambao wamekuwa wakitumia kwenye mashindano haya. Nazungumzia uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso, pale ambapo kila mtu anapaogopa anapakimbia. Sasa klabu ya Simba wametoa msimamo wao juu ya mchezo huo uchezwe katika dimba la Amani, na wametoa tamko lao wakiweza kuzungumza uwazi kabisa, wakiwachana kafu juu ya kile ambacho wao wanakitaka. Ni kitu gani hicho ambacho klabu ya Simba wameweza kukitangaza? Utakwenda kujua hapa maamuzi ambayo wameweza kuyachukua na kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kimecheza fainali ya kwanza pale hapa nazungumzia Balkane, ambapo uliweza kushuhudia mchezo ule ambao ulimalizika katika uwanja wa Manispaa ya Balkane na Simba Sport Club kuweza kupokea kichapo cha bao 2-0 mbele ya klabu hiyo ya Balkane. Sasa klabu ya Simba imesema ya kwamba inahitaji kuweza kwenda kucheza mchezo wao. Sasa maamuzi ya kile ambacho kafu walikifanya katika kuweza kupendekeza uwanja wa Amani uweze kutumika katika fainali, klabu ya Simba imegoma na wametoa tamko lao kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa muda huu juu ya kuto kucheza fainali hiyo katika uwanja wa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, kule ambako fainali hiyo ilipaswa kwenda kuchezwa huko. Klabu ya Simba ambao imewasilisha malalamiko yake ikiweza kusema ya kwamba wenyewe hawahitaji kwenda kucheza katika uwanja huo mechi yao ya marudiano, kwani tayari walishaweza kufanya maamuzi na walishaweza kuandaa uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivyo wamegoma maamuzi ya kafu na kile ambacho kinachoendelea. Wenyewe kafu wamesema ya kwamba wameendelea kuweza kushikilia msimamo wao, wakisema ya kwamba mechi hiyo itachezwa katika uwanja ule wa Amani Zanzibar, huku wakiweza kuwataka washirika wa matangazo hapa nazungumzia kama Azam TV kupeleka vifaa vyao katika uwanja wa Amani, kwani ndio timu katika kule uwanja wa Amani, kwani ndio uwanja unaotumika katika fainali. Kwa hiyo sio tena Benjamin Mkapa kama vile ambavyo taarifa ya awali ambayo ilieleza juu ya mabadiliko hayo. Sasa kile kinachokwenda kutokea iwapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ikigoma kupeleka timu katika uwanja wa hapa nazungumzia Amani Zanzibar, basi yafuatayo haya ndio yatakwenda kuwakuta klabu ya Simba Sport Club. Unafahamu ya kwamba kanuni za mashindano haya inaelezwa kwamba pindi ambapo timu pinzani isipotokea katika mchezo huo, basi timu ambayo imefika uwanjani na kukaa zaidi ya dakika 15, mwamuzi wakati atapuliza kipenga kuashiria kwamba mechi imemalizika, na wale ambao hatakuwa hawajafika watakosa kwa sababu bingwa atakwenda kutangazwa ambaye atakuwa ni RC Berkane, kwa sababu pengine klabu ya Simba wakitaka kushikilia msimamo wao kwamba wacheze katika uwanja wa Amani, basi watapokonywa taji hilo na kupewa Berkane. Lakini sambamba ya kwamba kiongozi ambaye ameshikilia zamana ya wekundu Msimbazi Simba, basi ya kwamba atakutana lungu zito kutoka katika shirikisho la soka ambalo ni kafu. Lakini sambamba na hayo, inaelezwa kwamba kutokana na uzito na sababu ambazo zimepelekea timu hiyo kutokufika
zikiwa hazina mashiko na zikaonekana ni sababu ambazo hazikuwa na maana yoyote, klabu ambayo imefanya vitendo hivyo basi watakumbana na adhabu, ikiwemo kuto kushiriki katika mashindano haya, kwa mfano kama Champions League, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho ambalo penyewe kwa msimu ndo la mwisho, lakini African Football League na yenyewe watu paswa kushiriki. Pengine sasa itategemea kwa muda ambao FIFA na CAF watakaa kuweza kujadili wataifungia klabu hiyo kwa muda gani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho klabu ya Simba pindi ambapo wakitarajia kuweza kufanya maamuzi ya kugomea kucheza katika uwanja huo, basi wafahamu ya kwamba sheria na kanuni huenda zikawakumba. Na ikumbukwe kwamba klabu ya Simba inashindana na vigogo wazito barani Afrika ambao unafahamu ya kwamba rais ama makamu wa rais wa CAF ni mwenyekiti wa klabu ya Balkane, yani kizungumzia rais wa klabu ya Balkane ndio hapa nazungumzia mwenye zamana ya juu pia katika matukio kama haya. Lakini kile ambacho kinachoendelea, mchambuzi Hans Laffel hapa nazungumzia, huyu ni mchambuzi wa soka ambaye amekuwa akiendelea kuchambua mambo mengi, anasema ya kwamba tangu msimu huu uanze Simba hawajawahi kukutana na quality kama hii ya Balkane. Jamaa wamekamilika kila eneo baada ya Simba kufanya mabadiliko kipindi cha pili na kurejea na Baxley, wameonekana kuzuia vizuri. Hawa Balkane wana quality sana, wana wachezaji wao wengi, wana ufundi mwingi kwenye 1v1. Yule Kamara ana control mechi nzima kwa miguu yake. Kama Simba anahitaji kubeba ubingwa, lazima mechi ya pili acheze kikubwa kuliko mechi zote za msimu, la sivyo Balkane wanaweza kupiga ama kuipiga klabu ya Simba nje ndani. Unaona bana, kwa kile ambacho kinaelezwa. Na mpaka sasa Balkane inaelezwa kwamba wako katika maandalizi ya kutua katika ardhi ya Zanzibar, kule ambako inaelezwa wameweza kubuki hotel za kufikia wao na benchi lao la ufundi na kila mmoja kwenda kutua pale. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kile ambacho kila mmoja akiangalia namna gani ambavyo kila mmoja anahakikisha kwamba anakwenda kuishuhudia fainali hii. Kwa msimu huu kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, Balkane tayari wamecheza mechi 11. Makundi walicheza na Stellenbosch wakamfunga 5, walicheza na Lunda wakatoka sare ya 0-0, wakacheza na Stade Marine wakashinda 1, wakacheza na Stade Marine wakashinda 1 nyumbani na ugenini. Stellenbosch alikula 3-1 nyumbani kwake, lakini Balkane akashinda 2 nyumbani. Robo finali wamekutana na ASEC katika michezo yote wakawa na aggregate ya mabao mawili, yani wakishinda nyumbani na ugenini bao moja kila mchezo. Nusu finali Balkane alikutana na Constantine, mechi ya kwanza akashinda bao 4-0. Mechi ya pili Balkane alifungwa na Constantine. Finali tayari ana mtaji wa mabao mawili. Kwenye hizo mechi 11 Balkane wamepoteza mechi 1 kwa goli 1 dhidi ya Constantine ugenini. Ndani ya hizo mechi 11 wameruhusu magoli 2 huku wakipata clean sheet 9. Kwenye hizo mechi 11 wamefunga jumla magoli 20. Kwa Mkapa ama Amani atoki mtu kweli, ndio kitu ambacho kinachosubiriwa kwa sasa kuweza kuona namna gani ambavyo tutaweza kulivuka hili. Kinachosubiriwa kwa sasa ni tamko la CAF, kwa maana rais amesema ya kwamba atahutubia tarehe 18 ambayo anasubiri kuweza kusikilizwa rais wenye mamlaka ya soka barani Afrika CAF, ambaye anazungumzia